Ujambo na karibu katika mkutano uliofanyika Mombasa mapema mwaka huu. Washirika wakuu wa Rais William Ruto walikutana kupanga mikakati ya uchaguzi wa mwaka wa 2027. Waliohudhuria ni pamoja na Naibu Rais Kithure Kindiki, Waziri Hassan Joho, Oburu Oginga Odinga, Gladys Wanga na Musalia Mudavadi. Ni katika mkutano huo ambapo mjadala kuhusu nafasi ya mgombea mwenza wa rais ulijitokeza. Kulikuwa na hisia za pamoja kwamba Kindiki hakuwa ameweza kuunganisha eneo lake kikamilifu kumuunga mkono rais. Ali Hassan Joho alikuwa wa kwanza kueleza nia yake akisema kuwa angeweza kumletea Rais Ruto kura milioni 2 katika uchaguzi wa mwaka wa 2027. Kumbuka ya kwamba kuna madai ya kwamba huenda Kithure Kindiki akaipoteza nafasi hiyo na mwingine akachaguliwa kwa nafasi yake kutokana umaarufu wa mtu yoyote ambaye anaweza kumpatia rais kura nyingi. Kwa upande wake Oburu alisema jukumu lake lilikuwa kusafisha ODM na kudhibiti wakosoaji wa ndani ya chama akiwemo Edwin Sifuna. Ilipofika zamu ya Profesa Kindiki aliwashangaza wote. Aliwaambia kuwa yuko tayari kuachia nafasi hiyo bila malalamiko ikiwa hatua hiyo itamsaidia Rais Ruto kushinda muhula wa pili. Alisema kuwa daima atamshukuru Rais Ruto kwa kumpa nafasi kuhudumia kama naibu rais, akitania kwamba huenda hiyo ndiyo nafasi ya juu zaidi atakayowahi kushikilia maishani mwake. Kutoka hapo alisisitiza kuwa dhamira yake kuu ni kuhakikisha Rais Ruto anashinda uchaguzi hata kama italazimu kuachana na nafasi ya naibu rais. Kauli hiyo iliwashangaza wengi kwani walifurahia njia ambayo alionyesha na kuwa tayari kwa kitu chochote. Kauli hiyo iliwashangaza wengi kwani walitarajia angeonyesha hasira na kupinga mjadala huo, lakini badala yake alicheka na kusema kuwa nafasi ya naibu rais si jambo la kugombaniwa. Ndipo mjadala kuhusu mgombeaji mwenza wa Rais Ruto ukafa ghafla. Oburu ambaye alikuwa akitajwa kuwania nafasi hiyo, baadaye aliwaambia wafuasi wake kwamba angeendelea kutetea kiti chake cha seneta, akisema kuwa nafasi ya naibu rais haikuwa tena ya uhakika. Ni hayo tu kwa sasa, langu jina lasalia kuwa Maskini Msomi. Ni kitu ambacho kimekuwa kizuri namna ambavyo hao watu wana ambao walikutana katika mji wa Mombasa. Tumesema ya kwamba walikuwa 4 ambapo ni Kithure Kindiki, Waziri Hassan Joho, Oburu Oginga, Gladys Wanga na Musalia Mudavadi. Wako 5, wako 5 ambao walikutana kupanga mikakati namna ambavyo Rais Ruto atachukua awamu ya pili kwenye